الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستميرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعدهم. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز في علاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ولله در من قال: طلبنا ترك الذنوب فوجدناه في صلاة الضحى، وطلبنا عبور الصلات فوجدناه في الصوم والصدقة. وطلبنا ظل العرش فوجدناه في صحبة الصالحين. Ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada za rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa bado tupo ndani ya mwezi wa Shawwal, mwezi uliotanguliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, bado tupo katika tathmini ya mafanikio tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tathmini yangu mimi nimeona niifanya katika upande wa sala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala malengo yake makubwa ya kufaradhisha mwezi huo uliotutoka siku za karibuni, tukiwa leo ni Ijumaa ya 3 baada ya kumalizika mwezi huo, bado harufu ya Ramadhani haijaondoka katika pua zetu, bado mandhari ya Ramadhani hayajaondoka katika fikra zetu, lakini yameondoka katika mtazamo wa macho yetu. Allah alipofaradhisha mwezi huo alisema: kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaykumus siyam,
mmefaradhishiwa nyinyi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ulivyofaradhishwa au ilivyofaradhishwa funga hiyo kwa wale waliotangulia kabla yenu. Yapi malengo na ni yapi maksudi ya Allah subhanahu wa ta'ala? La'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kuwa wacha Mungu. Ikiwa tathmini ni kuona kwamba mwezi huo umetunufaisha na natija ni nini, tuanze katika nguzo ambayo maftarada Allah subhanahu wa ta'ala baada at-tauhid shay'an ahabba min as-salah, shay'an ahabba ilayhi min as-salah. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaipo kufaradhisha baada ya tauhidi shahada mbili nguzo inayopendeza zaidi kwake yeye isipokuwa nguzo ya sala. Ndugu zangu katika iman, ayuhal muslimun, sanakifu fi hadha al-yawm insha Allah ta'ala an faridatin min faraidillah. Tutaishi katika siku yetu ya leo miongoni mwa faradhi katika faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mafruḍatun ala kulli muslimin wa muslima, nguzo ambayo imefaradhishwa juu ya kila Muislamu mwanamume na mwanamke, ghaniyin au faqirin, awe tajiri au masikini au fakiri, anatakiwa kujua ni wajibu kwake yeye kuitekeleza nguzo hiyo yeye mwenyewe. Hela yake, pesa yake hawezi kumweka naibu wa kumtekelezea nguzo hiyo, ni lazima aitekeleze yeye mwenyewe. Sahihin au maridhin, awe mzima wa afya au awe mgonjwa, sheria imemfaradhishia nguzo hiyo, anatakiwa kuitekeleza. Dhakarin au untha, awe mwanaume au awe mwanamke, anatakiwa kuitekeleza nguzo hiyo. Muqimin au musafirin, awe mjini awe msafiri, anatakiwa kuitekeleza nguzo hiyo. Fi amnin au fi khawfin, awe katika amani utulivu au katika hofu, anapaswa kuitekeleza nguzo hiyo. Wa innaha qurratu uyunil mu'minin, na nguzo hiyo ni kitulizano cha macho ya waumini, wa mi'rajul muttaqin, lakini nguzo hiyo ni kipando cha wacha Mungu. Ndiyo maana tathmini yangu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani nimeona niifanye katika sala. Ibadallah, inna as-salata awwalu shay'in farada Allahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam. Hakika ya sala ndiyo nguzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tena sio kuifaradhisha kwa kuletewa wahi akiwa duniani, furidat fi ashrafi maqamin, ilifaradhishwa sala katika mawanja matukufu, wa arfai makanin, na sehemu ya utukufu wa hali ya juu. Lamma arada Allah ta'ala, alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala ayutimma ni'matahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an yudhhira fadlahu, Allah alipotaka kuitimiza neema yake juu ya mtume wake Muhammadin na mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kudhihirisha ubora wake, asra bihi min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu. Alimtumia ujumbe mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kumtoa katika msikiti wa Maka
Kisha hapo thumma rafa'ahu ilayhi, kisha akampandisha kwake yeye, wakarabahu, akamkurubisha. Atahu min alkhairi hatta radhiya, akampa miongoni mwa mambo ya khairi mpaka akaridhia. Faauha ilayhi ma auha ma kadhaba alfuadu ma raa, akampa wahi kwa yale ambayo aliyomshushia wahi, haukudanganya moyo yale ambayo uliyaona. Thumma faradha alayhi wa ala ummatihi salawatil khamsi, kisha akafaradhisha juu ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na umati wake sala 5. Angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ameuchukulia uzito wa faradhi ya sala. Ilikuwa inatosha kushushiwa Jibril Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Maka, akaambiwa waamrisha umma wako wasimamishe sala 5, lakini hapana, alimpa mwaliko maalumu na akamnyanyua sehemu ya juu, kisha akamfaradhishia sala 5. Ibadallah, qala Allah ta'ala munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hali ya kurejea kwa Allah, na muogopeni Allah kwa kuacha makatazo yake na kufanya maamrisho yake. Wa aqimus salata, lakini dumisheni sala. Wala takunu minal mushrikin, na wala msiwe miongoni mwa makafiri. Qala Ibn Hajar rahimahullah. Ibn Hajar katika kuifasiri aya hii anasema hadhihi al-aya mimma istadalla bihi ala man yara takfira tariki as-salah mimma yaqtadhihi mafhumuha. Aya hii ndio aya ambayo kwa wale wanazuoni ambao wamemkufurisha mtu anayeacha sala, wamemkufurisha kupitia aya hii. Man la yuqimu salata fahuwa kafirun, man la yuqimu salata fala dina lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahadu ma bainana wa bainahum as-salah, as-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Tofauti iliyo kati yetu sisi na tofauti ya wale ambao sio katika sisi ni sala. Endapo Muislamu hata simamisha sala, huyo hana tofauti na asiyekuwa Muislamu kwa ijmaa ya wanazuoni. Jibril alayhi salam nazala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam waqala, Jibril alimshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, la yatakabbalu Allahu min tariki as-salah, Allah hata mkubalia tariku as-salah saumahu, funga yake, wala sadaqatahu, wala sadaka yake, wala amalahu, wala matendo yake, wala zakatahu, wala zaka yake. Tariku as-salati mal'unun fi at-taurati wal-injili waz-zabur wal-furqan, mwenye kuacha sala amelaaniwa katika Taurati na Injili na Zabur, lakini pia amelaaniwa katika Qur'an. Tariku as-salati, mwenye kuacha sala, yanzilu alayhi kulla yawmin wa laylatin alfu laana, mwenye kuacha sala inamshukia juu yake kila usiku na mchana, zinamshukia laana 1000. Wa alfu sakhatin,
na machukivu, ghadhabu za Allah 1000. Wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi 7 samawati, na malaika wanamlaani juu ya mbingu 7. Lakini pia Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tariku salati laysa lahu nasibun min hududik, mwenye kuacha sala hana fungu lolote katika mafungu yako wewe. Walaysa lahu shafa'atun min shafa'atika yawm alqiyama, na hana yeye uombezi wowote katika uombezi wako wa siku ya kiyama. Lakini akaendelea Jibril kumwambia Mtume, akamwambia huyu pia sio katika umati wako. Ndugu zangu katika imani, tathmini tuliyoifanya baada ya mwezi wa Ramadhani, misikiti ilikuwa haina sehemu ya kupumua. Lakini sasa hivi ukija msikitini au ukitembea katika misikiti inashtakia vilio, kana kwamba Waislamu waliokuwa wanasali mwezi wa Ramadhani walikodishwa, hawakuwa Waislamu. Sasa ikiwa malengo ya Allah la'allakum tattaqun ni ili sisi tuweze kuwa wacha Mungu, na baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani tumeacha ibada, ikiwepo ibada kubwa ambayo hakuna takwa bila sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-salah min amalihi as-salah, kitu cha kwanza atakacho hisabiwa kwacho mwanadamu au mja siku ya kiyama ni sala. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, ikiwa sala yake itatengenea basi mtu huyo atakuwa amefaulu na ameokoka. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira, ikiwa sala yake itakuwa na nuksani, ina mapungufu, mtu huyu ameruka utupu na amepata hasara. Wako wapi wale Waislamu ambao tulikuwa tunasali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajaza misikiti? Kwa namna hii tunaweza kusema Ramadhani haijatuachia athari, isipokuwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatangulia kwa rehema zake kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Ikiwa ibada kama hii ambayo unaingia msikitini bila sensi tano, unasali bure, hakuna anayekudai chochote, ukitaka utatoa sadaka, usipotaka hautatoa, na hakuna mahakama ya kukuuliza isipokuwa Allah mwenyewe yaumul qiyama, hatuifanyi. Vipi tunawaenzi mayatima ambao tuliwaenzi ndani ya miezi mtukufu ya Ramadhani? Vipi tutawasogelea wajane kwa kuwasaidia ambao mwezi wa Ramadhani walifarijika? Vipi mafukara wataenziwa katika miezi mingine? Vipi maskini tutawajali ndani ya miezi mingine, ikiwa sala ambayo haihusiani na kutoa chochote imetushinda? Hizo zingine ambazo ni kukandamiza nafsi tutaziweza? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faqimu ssalata inna ssalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, simamisheni sala, dumisheni sala. Hakika ya sala ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. Hatuna kigezo wala hatuna sheria wala hatuna upenyo wa kumruhusu mtu kutosali, haipo. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mpangilio mzuri sana. Ukiwa mzima kuna namna yako ya kusali. Ukiwa mgonjwa, Allah subhanahu wa ta'ala amekuondolea kaidi za kusali kama mtu mzima. Kama uwezi kusimama kwa utu uzima, kaa. Kama uwezi kusimama kwa ajili ya ugonjwa, kaa. Ikaenda mpaka hata kama umeshindwa sasa kufanya vile vitendo, basi ishiria kwa macho yako baadhi ya ishiria
ndani ya moyo wako. Pitisha mawazo ya arkani salati katika fikra zako. Uko kitandani umelala, uko safarini, Mwenyezi Mungu akakupunguzia sala zenye rakaa 4, swali rakaa 2. Tena unaruhusiwa kupunguza pamoja na kukusanya. Kuna hofu, vita imeshuka, amekuwekea namna ya kusali. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Dumisheni sala 5, zisalini kwa wakati sala 5 pamoja na sala ya alasiri. Simameni kwa Allah hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Fa in khiftum, kama mkiwa na hofu mtavamiwa, farjalan au rukbana, salini hali ya kutembea au salini hali ya kupanda vipando. Fa idha amantum, pindi mtakapopata amani, fadhkurullaha, salini kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, kama alikufundisheni yale ambayo hamkuwa mkiyajua. Ni kipi wewe Muislamu kinakusababisha uone uzito wa kusali? Ndani ya masaa 24 dakika 25 zinakuzuia nini wewe kuzitoa katika muda wako na kumsalia Allah subhanahu wa ta'ala? Tena unasali kwa mafanikio yako. Labda tuseme hatujui faida ya kusali, na siku nyingine tuandae khutba kwa ajili ya kuelezea faida tu za kusali. Maana mtu anaweza akaona nikisali faida yake mpaka akhera. Hapana, faida za kusali hata hapa zipo. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Waamrisha watu wako sala, dumisha sala kwa watu wako, hatutakuuliza riziki, sisi tutawaruzuku, na mwisho mema ni kwa wale wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, tathmini yangu kwa uchache ninaoifanya, naweza nikasema mwezi wa Ramadhani kwa asilimia kubwa haujatusaidia. Malengo ya Allah bado hayajapatikana. Ipo kazi ya ziada ambayo madai tunatakiwa kuifanya na kuweza kuingiza lengo hili kuu la Allah subhanahu wa ta'ala katika akili za waumini na fikra za waumini, ili tuweze kuenda sambamba na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa tubu ilayhi fa ya najata at-taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف النور الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن بعدهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر كلامنا، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه، وعدد الصلوات التي صلينا عليه على مر الأيام والدهور والسنين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي مرة ثانية بتقوى الله عز في علا. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara nyingine juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, laiti kungelikuwa na nguzo bora na nguzo anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala aliyoifaradhisha baada ya tauhidi, basi malaika wangeifanya nguzo hiyo. Lakini sifa nyingi, ukiwatazama malaika wengi utakuta sifa nyingi. Kuna anayesifiwa kwa kuswali sana, kwa kurukui sana na kwa kusujudu sana, na hawa ni makhudamu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu katika imani, sala ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kumpelekea mtu kuacha maovu. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa simamisha sala. Hakika ya sala umkataza mtu na mambo mabaya na machafu. Endapo mtu ataitimiza sala, atasali sala kwa wakati, akatimiza nguzo za sala, akatimiza masharti ya sala, akafanya khushui katika sala yake, mtu huyu atakuwa na raghba na ibada. Akiwa na raghba na ibada, mtu huyu atakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na akiwa karibu na Allah atakuwa mbali na shaitani. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa siri moja. Anasema man hafadha alaiha, mwenye kudumu katika sala tano, kanat lahu nuran, mtu huyu anakuwa na nuru, wa burhanan, na hoja, wa najatan, na uokovu yauma alqiyama, siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh alaiha, na yule ambaye hadumishi sala tano, lam takun lahu nuran, mtu huyo hatakuwa na nuru, wala burhanan, wala hoja, wala najatan yauma alqiyama. Wa kana yauma alqiyama, na siku ya kiyama atakuwa maa Qarun, pamoja na Qarun, wa Firauna, wa Hamana, wa Ubay bin Khalaf. Hawa ndio watakuwa kundi lake. Hakuna mtu ambaye ni muovu kuliko mtu anayeacha sala. Ruya anna mra'atan, nikimalizia hutuba yangu, ruya anna mra'atan min bani Israila jaat ila Musa alayhi salam. Imepokewa riwaya kwamba mwanamke mmoja wa bani Israila alienda kwa Nabiiullah Musa alayhi salam. Faqalat, akamwambia Nabii Musa, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni adnabtu dhanban adhiman, mimi nimefanya dhambi kubwa sana. Wa qad tubtu minhu ila Allah ta'ala, lakini dhambi hiyo niliyoifanya nimetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala laha Musa, kabla Musa hajamuuliza akamwambia Nabii Musa, fad'u Allah an yaghfira li dhanbi, niombe kwa Allah nisamee dhambi yangu, wa yatuba alayya, na akubali toba yangu hiyo niliomba kwake. Fakala laha Musa alayhi salam, Musa akamuuliza yule mwanamama, wama dhambuka, ni ipi dhambi yako? Qalat, akasema, inni zanaitu, mimi nilizini, wa waladtu waladan fakataltuhu, nikazaa mtoto anayetokana na mimba ya zina, nikaona fedhea nikamuua yule mtoto. Fakala laha Musa alayhi salam, alipofikia hapo Nabiiullah Musa akamwambia, ukhruji ya fajira, ondoka mbele yetu ewe muovu, la tanzilu narun minas samai, ili usije ukatuchukia moto kutoka mbinguni, fatuhriqana bishumik, ukatuunguza kwa ajili ya uovu uliofanya. Fakharajat min indihi munkasiratul qalbi, yule mwanamke baada ya kuambiwa maneno yale na Nabiiullah Musa alayhi salam, akaondoka hali ya kuwa amevunjika moyo, hajui cha kufanya ni nini. Fanazala Jibril alayhi salam, akashuka Jibril alayhi salam. Fakala, akasema, ya Musa, ar-Rabbu ta'ala yaqulu lak, ewe Musa, Mwenyezi Mungu mtukufu anakuambia, lima radatta taiba, kwa nini umemrudisha wewe mtu aliyekuja kutubia? Ama wajadta sharran minha, hujawahi kupatapo kumuona mtu ambaye ni muovu wa matendo kuliko huyu mwanamke? Kala Musa akasema, ya Jibrilu, wa man huwa sharrun minha, ni nani anaweza kuwa muovu zaidi kuliko mwanamke huyu? Qala Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salam akasema, tarikus salati amdan mutaammidan, mtu anayeacha sala, anayesikia hayya ala salah hayya ala falah, lakini hana habari, anaendelea na shughuli zake, akasingizia kazi kwamba akitoka kazini akaenda kusali atafukuzwa kazi.
Imefikia mahali mwanadamu anaiogopa njaa kuliko anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe riziki na kazi ni vitu viwili tofauti. Riziki ni asbabu na sio hakiki. Wapo watu ambao hawana kazi lakini wanaishi. Wako watu ambao wana kazi lakini wanaishi maisha ya dhiki, kwa sababu riziki na kazi havihusiani. Riziki ni asbabu tu, na hiyo ni sababu kubwa ya yeye kutotekeleza sala, na anaona yupo sahihi. Nikiacha kazi mimi watoto wangu watateseka kwa sababu bosi haniruhusu kusali mimi. Sasa yeye anampangia Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kusali. Inna salata kanat almu'minina kitaban mawquta. Anamwambia mimi nitasali muda niliopanga mimi, sio uliopanga wewe ndani ya Qur'an. Hii ni hali inasikitisha. Ndugu zangu katika imani, ikiwa zinaa ni dhambi ya pili kwa ukubwa, lakini bado taruku sala anaonekana ni mtu ambaye yuko juu ya mzinifu. Tutubieni kwa Allah, tuijazeni misikiti. Tena kwa mwanaume ni aibu kuambiwa twende msikitini ukasema siko vizuri. Sasa ukisema hauko vizuri, mwanamke naye asemeje? Ikiwa baba nyumbani huwezi kusimamisha sala, vipi familia itasimamisha sala? As-salatu imaduddin, sala ni nguzo ya dini. Tusimamishe sala. Hatuna njia ya kukimbia. Hatuwezi kuingia peponi bila kuhesabiwa, na sala ndio kitu ya kwanza kitakachohesabiwa. Ikitengenea sala, zaka, saumu na vinginevyo vitafuata nyuma, lakini sala ikigonga mwamba umefeli. Nafasi bado tunayo, hatujachelewa. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat. Ndio sisi kimekuja kizazi ambacho kinaacha sala na tunafuata matamanio ya nafsi. Tumejiwekea muda wa kufanya ibada mpaka tuzeeke, lakini unawaka gani kama utafika uzeeni? Imam Shafi ndipo aliposema talabina tarka dhunubi fawajadnahu fi salati dhuha. Tuliangalia ni kitu gani ambacho kitatupelekea kuacha sala, kuacha dhambi, tukaona ni katika sala ya dhuha. Kaenda kwenye sunna, maana mtu hawezi kusali sunna alafu akaacha faradhi. Ukiona mtu ameiva mpaka kwenye sunna, basi na kwenye faradhi anafanya vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kusimamisha ibada ya sala. Tuwe ni mabalozi wema majumbani kwetu. Ukifika nyumbani, saliwa haijasaliwa. Madhila mengi na mazito mengi tunayasababisha sisi wenyewe kwa sababu tumeiacha sala. Tutakuja kueleza faida za sala duniani na akhera, na mambo ambayo ukistaknayo, ukikaa nayo katika sala, utaishi katika dunia hii kwa amani na kwa furaha. Qala Allah ta'ala amiran wa mukhbira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أفضل وأعز وجل وأتم. وأقم الصلاة.